Karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV, tunatumaini uko poa. Mimi naitwa Ngoji na leo bado tuko hapa Njombe, tunapiga story na mwanadada fulani alifanya poa sana enzi hizo wakati wapo na Kidoti. Mimi nilimfahamu hapo, ni miaka mingi sana, lakini leo tumemnasa. Ni moja ya kipaji ambacho kiko ndani ya mkoa wa Njombe. Sasa yawezekana kama kimepotea hivi. Sasa sisi wajibu wetu ni kukinasa na kuweza kuzungumza naye. Karibu sana Asili Yetu TV. Asante sana. Kwambie unaitwa nani? Majina naitwa Felista Mloe, kuna wengine wamenizoea kwa jina la Lecho. Sana alikuwa anatumika. Yes, hata mimi nakumbuka nilikuwa nakuita Lecho. Lecho ndo nimekumbuka. Lecho, tulikuwa Bongo Movie. Ilikuwaje tumepotea? Kutokana na life ya maisha. Umeamua kuchange kabisa. Umeamua kuchange. Okay. Kuna kipindi tulikuwa tunatoka miondoko ya Masai fulani hivi, mavazi ikoje hii? Ile pale nilipenda tu Kidoti alivyokuwa na shughuli yake, nikaona hapa nitoke vipi niwe wa tofauti. Okay. Nikaamua kuagiza Masai wangu Zanzibar huko, nikaupigilia Njombe. Na wewe unakumbuka mbali muda mrefu. Na enzi hizo ulikuwa unasumbua kweli? Unajua tena ubinti. Okay. Mavazi yale tulikuwa tukivaa tukipita mtaani, ilikuwaje kwaje? I say ilikuwa ni gumzo. Ilikuwa ni gumzo sana. Namba zilikuwa zinaombwa sana. Huyu Masai wa wapi huyu? Masai Mbena. Umetisha sana. Tumefanya kazi nyingi sana, game la sanaa tunalifahamu. Unadhani wewe binafsi kwa nini ilichangia? Umesema ni maisha yalichangia kuacha, lakini huenda uliona hakuna maslahi au ilikuwaje? Hapana, kwenye sanaa nilikuwa kibinafsi, kwa maslahi yalikuwepo. Na nilikuwa mcheza ngoma vizuri tu. Nikiitwa kwenye kuigiza huko nilikuwa vizuri tu. Okay, kumbe hata ngoma tulikuwa tunacheza vizuri tu, ngoma za asili. Za kina Magema. Okay. Jirani wote wananijua vizuri. Shughuli ni kweli tulikuwa tukiingia kwenye ulingo wa ngoma. Tulikuwa tunaingia kweli? Uhakika. Uhakika, usijaribu kuzisaka utazipata. Umetisha sana. Unafikiri faida gani ambazo ulizipata wakati unafanya sanaa? Upande wa Bongo Movie na upande wa uchezaji wa ngoma za kiasili. Faida ilikuwa kwenye uchezaji wa ngoma za asili. Kweli? Huko ilikuwa kuna faida. Mpunga nini? Mpunga. Dogo hivyo ilifanya nilijulikana sana na watu kutoka kwenye kazi. Jina la Lecho niliona linaenda juu sana, nikaona talipoteza jina langu la Felista. Nikaamua niliweke pembeni, nirudishe jina langu. Okay. Unafikiri kwa nini sasa tuliamua kuachana kabisa na masuala ya Bongo Movie mpaka kwenye ngoma? Wakati kwenye ngoma umekiri wazi kwamba kulikuwa kuna faida. Naweza nikakurudishia jibu la mara ya kwanza, ni life ya maisha. Life ya maisha, uliamua kubadilisha kabisa. Kwa sasa hivi kutambue kama ni mwana sanaa au yani ndio tumechange kabisa? Sasa mnitambue kama ni Felista afisa masoko Njombe. Felista afisa masoko Njombe, nikimaanisha agent. Kwa lugha za kawaida unaweza kusema dalali. Okay. Ambao tuna dalali, tunahusika na nini? Uuzaji wa nini na nini? Tunahusika na uuzaji wa mashamba, viwanja, nyumba zinazouzwa na kununuliwa na nyumba za kupanga. Okay. Safari yako ya kutoka kwenye ngoma, kuachana na ngoma mpaka kuingia kwa afisa masoko au dalali, na madalali sasa hivi mkoani Njombe mko kasi sana. Sasa kitu gani kilikushawishi zaidi kuingia huko? Nilianza kwenye agent wa parachichi. Okay. Bosi wetu alipokuwa bado hajarudi kutoka Kenya, sasa nikafikiria nitafanya nini? Unajua maisha ya mission town kishazoea. Akili najiongeza. Okay. Moja ya changamoto ambazo mnakutana nazo kama dalali upande wa kike ni nini? Virungu. Virungu? Kuzungukana. Kivipi yani? Nikimaisha kuzungukana. Kuna site umepewa na mwenye site yake, umeitangaza vizuri, anakuja ukisema mwenzako anaijua ile site, anakuzunguka anaenda moja kwa moja kwa mwenye site.
Mwenye seti kama ni muelewa anaweza akakurudia ukamwambia wewe fanya tu biashara, mimi tutaonana baadaye. Ambao mtu anajua ana shida na hela, anamaliza moja kwa moja. Okay. Kuna mkasa wote ambao umewahi kukutana nao kwenye shughuli zako za udalali? Hapana. Kweli? Hapana. Kuzungukwa? Hilo la kuzungukwa ni kawaida, hata sehemu yoyote ile, hata yani madalali wa magari juu wapi na wapi, yani kokote kule. Hivi virungu ni vya kawaida sana, afu ni vya kuchukulia simple, vya kawaida. Ukisema uanze kuchukulia mind, utagombana na wenzio, utashindwa kufanya nao kazi. Na hizi kazi zetu hizi zinaenda muundo wa connection. Anaweza kutafuta mteja, nina shida na mashamba eka 10 au eka 20 au eka 100. Kwa haraka utafanyaje? Ngoja nimpigie fulani. Unaposema umpigie fulani, anakuambia ninayo yako sehemu fulani, na bila umrudishie jibu la ni mteja. Yanaenda na connection. Kwa hatutakiwi tugombane si wenyewe kwa si wenyewe, hatutakiwi tuchukizane. Ni kazi zinazohitaji ujasiri. Okay. Kipindi wakati tumeshafanya filamu na Kidoti. Ndio. Kazi gani labda ambayo wewe binafsi inakuvutia sana ambayo uliwahi kufanya na Kidoti? Ambayo sikuvutia. Kulikuwa kuna shughuli yake ya uzinduzi wa filamu. HIV kama sikosei. HIV aliniweka sekta kupokea wageni. Baba nilikuwa mjamzito. Ilinipa changamoto ile. Na mimi wakati huo nimetoka Mbeya, nakumbuka nilipokelewa na wewe. Ile sekta kupokea wageni hivi afuka mjamzito. Hapo yani sana unaipenda sana. Mtu akwambia kitu. Iliniia changamoto fulani hivi ndo naikumbuka sana. Okay. Na kwa nini tuliona Bongo Movie hailipi tukakimbilia kwenye uchezaji wa ngoma? Nahisi mimi mwenyewe kuna kipindi nilikuwa naipenda sana sanaa. Nikimaanisha ukiwa unaipenda sana kama dada Kidoti. Unakuwa unaipenda sana sanaa, ili nitakwambia hichi uelewe, ukiitwa huko humo, ukiitwa huko humo. Okay. Na kitu gani unakichukia sana kwenye sanaa? Ambacho hata sasa hivi ukiamua kurudi hutamani kukutana na hicho kitu? Sijakutana na changamoto yoyote. Hakuna changamoto? Sijakutana na changamoto yoyote. Okay. Lecho, tufikirie utaendelea na shughuli zako za maisha ya kawaida kama afisa masoko au tutarajie siku utarudi tena kupush game la sanaa? Kiujumla mimi ni mtu wa Mission Town. Masaa ya mbele. Nikikwambia Mission Town ambayo utajua wewe utanifikiriaje au utanijaji vipi, ila mimi naichukulia Mission Town. Ukinipigia simu Lecho au kanita Felista, tunakuomba sehemu fulani, mimi naangalia tu nini nafaidika nacho. Okay, maokoto tuna. Kwa haraka nimeshaingia kazini. Hapo tunakukamata. Hakika, yani Mission Town inamaanisha kazi yoyote mimi naenda. Okay, Njombe kuna vipaji vingi sana ambavyo viliwahi kufanya vizuri na vimepotea. Unadhani upande wa wanawake ndio wanapotea sana? Unadhani changamoto kubwa ni nini? Changamoto kubwa sana Njombe ilikuwa nyuma sana. Kwa nyuma sana? Nyuma, yani imeanza kuchangamka sasa hizi maisha miaka ya sasa hizi. Sasa kwa nini msitafutane ile timu yenu ile ambayo ilifanya vizuri, alafu mkaamua kuvamiza kitu sasa, kuwafundisha watoto kwamba jamani, sanaa inafanya hivi, kwa sababu enzi zenu tunaambiwa mlisumbua sana. Mimi nikumbuka enzi zetu, maana na makundi, nimetembea makundi ya kina Meki, nimetembea makundi kuna Bicheka, kipindi hicho ndo moto mjini hapa. Nikaja nikanyakuliwa nikawa Kibenasi. Nikaja nikanyakuliwa nikawa na Kidoti. Nimeenda mpaka kuwa mimi mwenyewe Mission Town. Kwa hiyo unaweza nikawa kundi ukafanya vizuri wakakuelewa, kaja mtu akakunyakua akakuweka kundi, na hisi umoto wa kipindi hicho miaka hiyo. Okay. Kwako sasa tutarajie nini sasa? Tunabaki kule kule tumekaza, au kuna plani nyingine ya biashara ambayo tunafikiria kuifanya? Kwangu mimi kama nilivyokuambia mara ya kwanza, Mission Town. Mission Town. Mtoto wa mjini, umezaliwa Njombe. Kila kona unazijua. Mission Town ni mtoto wa mjini, kila kona unazijua, yani niko kikazi zaidi. Okay. Mfano wewe sasa hivi umetuambia kwamba unauza hata magari nini, sawa. Unalitambuaje kama ile gari ni zima kweli? Niko na kakaangu mmoja huyo. Tuwe magari. Okay, mjini hapa lazima uwe na mbabe wako. Hakika timu Maolongo. Kwa hiyo mimi nikikuletea kwamba bwana nauza gari, unajua okay.
kuna mtu wangu mmoja yo timu Maulongo kaka Tweve wapi? Kuna gari hapa linauzwa au na mteja anahitaji gari. Kuna timu Maulongo kaka Tweve, kuna Lukinja. Lukinja ametoka anajihusisha na uuzaji wa magari. Okay, kwa umeshatengeneza connection ya kutosha. Uhakika, yani ukiambiwa Mission Town, yani kitu chochote kile unachohitaji, hata vitu vidogo vidogo unasaidia. Okay. Umetisha sana. Una lipi la kumaliza nalo? Kumaliza hapa jamani, Felista Dalali kama mnavyoniona, afisa masoko mkoa wa Njombe. Karibuni mnisapoti kwa mashamba yapo mengi kuanzia 200,000, 2,500,000. Yaani connection sehemu yoyote, tunaenda Lupembe huko Nyambe, tunaenda Mfiriga, tunaenda Igagala, yaani vijiji vyote, mashamba, viwanja. Mimi kazi yangu natembea nayo, yaani simu, nipigia tu simu sehemu yoyote na kuja chap kwa haraka. Labda naweza nikamalizia kwa kutaja namba yangu ya simu. Yes, karibu. Namba yangu ya simu ni 0620350107. Ukinipigia sipatikane, utuma message chap na kupigia mwenyewe. Okay. Wakati mwingine. Asante.